Naona watu wa ACT wacheka. Wewe usiloliweza, sisi twaliweza. Nyinyi makini na roho zenu mbaya, hivyo hivyo. Lakini sisi umea tutachukua alafu hatuuzi. Sisi sio matapeli bwana. Sisi ni chama makini. Chama cha kweli dunia nzima. Chama kinachotamka neno haki ni CUF peke yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Makero CCM wanamuogopa. Walimwekea pingamizi, tukaijibu kwa vifungu vya sheria. Mimi mwenyewe nimekwenda mpaka Dodoma. Nimekutana na wahusika wa kamati ile inahusika na rufaa, wakataja kwamba bwana jina lake tayari limefanya nini? Limerudi. Lakini sasa CCM wana mchezo mmoja wanataka kufanya. Mimi pia jana nilipofika, kwanza niliambiwa barua yangu haipo. Imepotea. Lakini nikawaambia barua mimi mwenyewe nimeiona huko mlikopewa maagizo, mimi nimeonyeshwa. Na ndio maana nilikuwa sina wasiwasi, nikachelewa nikafanya mambo yangu, picha, gari kuweka stika na nini najua kama kawaida. Niseme tu kwamba tuwaombee maghfira au msamaha wale wenzetu wana CUF ambao katika kampeni kama hizi tulikuwa nao, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu leo hatuko nao katika maeneo haya. Mwenyezi Mungu wasamehe makosa yao, aweke mahala pema peponi. Mimi mbunge wenu sina nililofanya kwa miaka 5. Lakini nawakumbusha tu yako mengi ambayo nimeyazungumzia na nimeyafanya. Na mara kwa mara nimekuwa nikiwaambia ukitaka kuona Musa kwenye bunge amefanya nini? Nenda kwenye YouTube, andika tu Musa mbunge wa Tanga. Utaona mitiririko inayokuja hapo. Palipokuwa na maslahi ya Tanga nilisema, na upo ushahidi mwingi tu wa masuala ya Tanga. Nimezungumzia kwanza viwanda vilivyokufa. Wametaja baadhi hapa, lakini wamesahau tulikuwa na kiwanda cha mbolea ambacho kilikuwa kinatosheleza Afrika Mashariki na Kati. Kimeuliwa kwa makusudi. Nimekisemea hicho. Ndugu zangu, tulikuwa na kiwanda cha chuma pale. Hivi inakuwaje kiwanda cha chuma kife? Wakati sasa hivi mabodi ya magari yanategemea chuma sana, au sivyo? Nyumba za ghorofa zinategemea vyuma. Barabara, madaraja yanayojengwa zote hizo zitaka vyuma. Kwa nini kiwanda kife? Lakini ilikuwa ni mpango wa makusudi wa kuitaka Tanga irudi nyuma. Nimeyasema ndani ya bunge. Naamini asiyekuwa mimi akienda bungeni hawezi kusema maneno hayo. Kwanza kwa kuogopa chama chake, lakini pili yataka ujasiri pale kwenye bunge, yataka uwe mwanamume barabara ndio baadhi ya mambo uweze kusema. Lakini ndugu zetu wa CCM na serikali yao wameua vitu vyote hivi. Alafu leo wanakuja danganya watu eti wasema wataibadilisha Tanga. Naambiwa dada asema ataibadilisha Tanga iwe kama Singapore. Sasa hii miaka 5 ndio ubadilishe ile Tanga ya Singapore. Miaka 5 ya Kikwete ulikuwepo. Miaka 5 mengine ya Kikwete ikawa miaka 10 alikuwepo. Miaka 5 ya Magufuli alikuwepo. Si angeibadilisha hii Tanga ikawa kama vile Mwanza tu. Waheshimiwa, bandari sikuiacha. Nimezungumzia bandari na baada ya kuizungumzia serikali ikasikia. Bandari yetu ilikuwa inakimbiwa na wafanyabiashara. Tutakopa dakika 10. Kesho tutapunguza muda. Bandari yetu ilikuwa wafanyabiashara wote wanakimbilia bandari ya Mombasa. Sababu ilikuwa ni harama kubwa za kushusha mizigo. Meli haziwezi kufunga long side, lazima ukodi matishari zifuatwe, mizigo ifuatwe huko kilomita 10. Harama zikawa zinazidi. Na mfano mmoja wapo, hata kiwanda cha Pembe walikuwa wakilalamikia swala kwamba wapunguziwe harama za ushushaji wa ngano hafi. Niliahidi 2015 kwamba nitapiga kelele bungeni na sisi Tanga tupate chuo kikuu. Kwa nini? Tanga ndio ilijengwa shule ya kwanza ya msingi Ubwari Muheza na wakoloni wa Kijerumani. Baadaye walipogundua kwamba kumbe wa Afrika wakifundishwa wanafundishika, wakaja wakajenga pale Majestic ambao sasa hivi inaitwa Old Tanga. Mwaka 1896 imeanza kujengwa mpaka 1906 ndio majengo yale yakakamilika. Tukiangalia kwamba zamani teknolojia ilikuwa sio kubwa. Kwa hiyo nikamuomba waziri mkuu kwenye maswali ya papo kwa hapo, mtaona kwenye YouTube mkiangalia, kwamba sisi Tanga ndio shule ya kwanza iliyozalisha walimu wakaenda wakafundisha mpaka kwenye nchi za Rwanda na Burundi, Kongo, Kenya, Uganda, Zanzibar wakati huo na Komoro. Kwa nini hatuna chuo kikuu? Nafikiri mtaona majibu ya waziri mkuu amesemaje, kwamba ni ukweli usiofichika, Tanga ndio kitovu cha elimu. Kiwanda cha CIC kilikuwa kinafufuliwa injini zake baada ya kufungwa kwa muda mrefu.
ikawa wanafufua mashine 2 au 3, wanaajiri kama watu 10 hivi. Lakini wakaniomba, mheshimiwa mbunge, twakuomba uiambie Wizara ya Fedha na Wizara ya Viwanda, kwa kuwa CAC ilikufa muda mrefu, tunaanza kuzalisha upya. Nguo zetu kwenye soko kubwa la Dar es Salaam hazipo, watupunguzie kodi, angalau tuwe tunalipa kama kwenye 15% ya kodi au 12%, na huku tunaendelea kuajiri vijana wengine. Lakini hilo serikali hawakulisikiliza na kodi ikaachwa pale pale. Matokeo yake wameshindwa kuendesha kile kiwanda, wamekifunga tena. Mimi nasema walioua kiwanda hicho ni serikali ya nani? Serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu kama wangekubali kuwashushia kodi CAC, leo kiwanda kingekuwa kinafanya kazi, vijana wangeendelea kupata ajira. Jambo jingine, ndugu zangu, kwenye swala la michezo, amesema Mheshimiwa Omari hapa kwamba atakuwa sambamba na timu zetu kubwa hapa Tanga African Sports na Coastal Union. Mimi katika mkutano huu najua wapo baadhi ya viongozi watakuwa ni mashahidi. Tumekuwa tukishirikiana wakati ujenzi unaendelea pale Coastal Union, walinishauri mimi nitoe msaada wa mabati, nimetoa mabati. Lakini pia wakawa wakati timu pale yataka kupanda daraja tukawa na uhaba wa magodoro, nimepeleka magodoro pale. Lakini sikuiacha mkono wa African Sports. Nafikiri mkiona angalau ina rangi za pendeza sasa hivi, mnayomuita Odo. Miaka 15 lift ya Bombo iko wapi? Wagonjwa waangushwa sasa hivi kule kutoka operation. Ama mwana 20,000 familia za kulipa mabounsa. Sasa msije mkakati wa viuno tu humu na kuimbiwa nyimbo harambee, harambee mama harambee. CCM mbele kwa mbele. Akisema CCM mbele kwa mbele, muulizeni lift ya Bombo wakoloni enzi hizo waliweka lift wakati science ilikuwa iko chini sana. Leo inakuwaje karne ya 21 Bombo lift inatushinda? Kwani pale lift ikiwekwa lift bora ya kisasa itahudumia kafu na chama changu au na familia yangu, itahudumia watu wa Tanga au sivyo? Basi Odo kalikwepa mpaka leo. Hatukuishia hapo, tumepewa msaada ambulance 100. Muulizeni zile ambulance ziko wapi? Tanga hapa hatukuletewa hata moja, awamu ya kwanza ya 100. Sasa nyinyi mnaijidai na kujipendekeza na Odo, mbona mmekuwa na mapenzi ya mshumaa? Mshumaa mwaujua? Wewe uwashe mshumaa alafu fanya shughuli zako. Yaani wenyewe ndio unateketea hivyo. Wewe binadamu wafanya shughuli zako lakini mshumaa ndio unakwenda hivyo. Sasa watu wa Tanga tusiwe na mapenzi ya mshumaa. Tupende kitu kwa sababu za msingi. Mimi nawaambia watu wa Tanga, siku zote majuto yanakuwa ni mjukuu. Arbab TV, the heart of entertainment.